mechi imeisha salama, kila mmoja ni mzima, lakini kwa Watanzania ni masikitiko kwetu sisi. Zilikuwa dakika 90 nzuri sana kwa upande wa timu zote mbili, kwa sababu mechi ilikuwa imebalance. Sikuiona Al Ahly ile ambayo muda mwingi inaweza ikakusaka kutafuta matokeo ya ushindi. Lengo lao nafikiri leo lilikuwa ni moja tu. Walikuja kwa ajili ya kutafuta angalau sare. Subira vizuri. Walikuwa wanacheza kwenye gia muda mwingi mwa mchezo. Nilikuwa namwangalia mwalimu Jesse Thorap kwenye eneo la system ya kiuchezaji, alikuwa anazuia na 4-3-3, lakini 4-3-3 yake alikuwa anakabia kuanzia eneo la katikati mwa uwanja kuja huku chini. Lakini hata kwenye kufanya build up alikuwa anafanya build up from the back. In Africans walikuwa hawaendi kutia pressure sana kwenye lango la timu ya Al Ahly, lakini bado walikuwa hawalazimishi makosa Al Ahly either kujichanganya wakapoteza mipira kirahisi In Africans ili waweze kufanya turnovers. Hicho kitu kiukweli mimi sikukiona. Walikuwa wamerelax sana Al Ahly, wakiwa wanafanya build up kutokea nyuma, wakiwa wanajaribu kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni mwa uwanja ambapo alikuwa anacheza Tahir Mohamed, lakini kushoto pia alikuwa anacheza Mahamudu Trezeguet. Niliona zaidi wakiwa wanapitia kule pembeni. Leo walikuwa wanamkosa Imam Ashur, mtu ambaye alikuwa anahudumu kwenye lile eneo la nyuma ya mshambuliaji bana mdogo Marwan Othman. Alikuwa ni Ahmed Zizu ndo alikuwa anacheza kwenye lile eneo. Bado na yeye hakuwa na madhara yale ambayo tuliyaona aliyasababisha Imam Ashuri kwenye mechi iliyopita. Kwa ulikuwa unaiona Al Ahly zaidi ikiwa inajaribu kucheza kwenye gia na kuja kutafuta sare, kwa sababu wao sare inawanufaisha, kwa sababu wao wanapata alama 8. In Africans anafikisha alama 5. Lakini wana mechi moja nyumbani na wana mechi nyingine wapi? Ugenini. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni faida, wakifikisha alama 11 wametoboa. Lakini kwa Africans pia performance ya leo haikuwa nzuri sana wala haikuwa mbaya sana. Ilikuwa katikati. Yaani haikuwa wow. Unajua ili wafunge Al Ahly ni lazima uwe na performance bora kupindukia. Ukiwa na performance ya kawaida uwafunge Al Ahly. Walianza vizuri sana In Africans kwa nidhamu kubwa sana, wakiwa na utulivu wa hali ya juu. Ndio maana mwalimu aliamua kucheza na mabeki 4 wenye asili ya kucheza katikati. Mabeki 3 wenye asili ya kucheza katikati. Alafu beki mmoja ndio alikuwa fullback. Lakini kuna muda alikuwa anajaribu kutumia wingback. Kwa maana ya kwamba kuna muda alikuwa anamtumia bwana mdogo Alan Okello ama Max Nzengeli kucheza kama wingback wa kulia. Sibila vizuri. Leo Israel Patrick Mwenda, Atola Kwasiao, Kibwana Shomari walianzia wapi? Walianzia benchi. Lengo na madhumuni ni kutengeneza compactness kwenye eneo la ulinzi. Lakini juu yao alikuwa Mohamed Damaro Kamara, ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kuilinda hii back 4 na kutokufanya makosa mengi ambayo yangeweza kuigharimu In Africans. Hilo alilifanya kwa ufanisi mkubwa sana Mohamed Damaro Kamara. Leo alikuwa katika kiwango bora. Bato yake na mtu kama Aliou Dieng ilikuwa kubwa sana. Alikuwa ampi hiyo chance ya kuweza kuidrive Al Ahly kuja kufika kwenye lango la In Africans kirahisi na kuleta madhara. Alikuwa atoi hiyo room ya kufanya link up kati ya Ahmed Zizu ama kile kiungo cha ushambuliaji na wakina Aliou Dieng ama Marwan Atia kwa ajili ya kuidhuru ya In Africans. Kwa leo Mohamed Damaro Kamara alifanya wasema majukumu yake kwa usahihi sana. Lakini shida ambayo niloiona mimi, ukiacha kiwango cha Pacome Zouzoua ambaye leo angalau alikuwa na drive team kwenda mbele. Yeye peke yake kuna muda alikuwa anaichukua ile safu ya ulinzi ya Al Ahly, anaingia nayo, anajaribu kupiga mipira ya hatari. Akawa anajaribu hata kupiga, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Ukiacha hivyo, bado sikuona performance nzuri kwa wachezaji wote ambao walioanza. Duke Abuya, ukiacha shooter alopiga Alan Okello, bado leo hakuwa na madhara sana. Lakini pili, angalau Depo alikuwa anafanya link up play. Kilichonishangaza sijui mwalimu nini alichokifanya kwenda kumuingiza mtu kama Prince Dube. Subira vizuri, naamini kuna sababu nyingine angeifanya ingekuwa ni bora zaidi kuliko kumtoa Depo ambaye kuna muda alikuwa anawashughulisha sana bwana mdogo Marei pamoja na Yasser El Hanif ambaye baadaye alikuja akaumia. Sijui kwa nini alifanya vile.
Kwa hiyo ukifanya tathmini ya mchezo mzima kiufundi, unagundua kabisa kwamba Young Africans leo hii hawakucheza vizuri sana wala hawakucheza vibaya sana, haswa kwenye eneo la ushambuliaji ambalo kwangu mimi lilipaswa leo kuwa bora zaidi, kwa sababu Young Africans walikuwa wanazihitaji hizo alama tatu kwa udi na uvumba. Hata aina ya goli walilopata Young Africans leo hii alikuwa kwenye open play, yani tuwafungue Al Ahly kwa ubora alikuwa nao, labda Pacome, labda Alan Okello, labda Depu, labda bwana mdogo Nandi Duke Abuya au Max Nzengeli. Ilikuwa goli walilopata Young Africans lilitengenezwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Ile foul walioipata Young Africans na kufunga lile goli, lile lilikuwa ni kwenye kiwanja cha nini, cha mazoezi, lakini sio kwenye open play ambapo unasema Young Africans leo unaona kabisa wana matamanio kuweza kupata au wana matamanio kuweza kupata ushindi. Unajua ile duo dai ilipaswa kuonekana leo kwamba Young Africans lazima wapushi mashambulizi ili kuweza kupata nini, kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu mimi nisingeshangaa Young Africans kufungwa na Al Ahly. Usingeshangaa? Nisingeshangaa kwa sababu naamini Al Ahly ni bora kuliko Young Africans. Ila ingekuwa ni surprise kwangu na ingekuwa ni furaha zaidi kwangu Young Africans kama angeweza leo kumshughulisha Al Ahly ipasavyo na kuweza kumfunga. Sio mbaya, wampata alama moja Young Africans, sio mbaya, lakini bado haiwaweki kwenye mazingira mazuri ya kuweza kufuzu kwenye hatua inayofuata. Klabu bingwa barani Afrika ina maana kuna hatihati ya kuzikosa timu zote mbili kwenye hatua ya robo finali. Kwangu mimi imeniuma. Kwanza mimi nisingeanza na Alan Okello. Mimi nisingeanza na Alan Okello. Mimi nisingeanza na Alan Okello. Starboy. Mimi nisingeanza na. Kwenye ile front 3 mimi ningeanza na Pacome Zouzoua, Depu na Max Nzengeli kulingana na mahitaji ya mechi. Kwa nini hao watu watatu? Hao watu watatu wote wana energy, lakini kama haitoshi, hao watu watatu wana uwezo kukokota mpira, alafu ni ngumu kuweza kuwanyang'anya mpira, na wana hatari sana wanapofika kwenye box la timu pinzani. Watu watatu. Kwenye eneo la kiungo nilikwambia anapaswa kucheza Mohamed Damaro Kamara na Duke Abuya, kwa sababu Duke Abuya ana uwezo wa kuidrive timu kwenda kwa wapinzani, yani ana huo uwezo. Afu Mohamed Damaro Kamara sote tumeshuhudia leo performance yake kwenye kuilinda ile back four. Hakuna mtu ambaye amedoubt. Sibula vizuri. Alafu wale ma wing back mimi ningeweka watu ambao wana uwezo wa kwenda kushambulia. Yani mimi kiukweli nisingeriski kwenda na Dickson Job kwa sababu ya kuzuia. Kwa sababu labda nipate alama moja. Ni mimi lakini. Na jana ulimweka bench. Weka bench. Ule upande wa kulia kama asingecheza Max Nzengeli kama wingback, ule upande mimi naamini kati ya Tola kwa Siao ama Israel Patrick Mwenda alikuwa anafaa kucheza ule upande. Wangewashughulisha sana Mohamed Trezeguet pamoja na Ahmed Nabil Kuka ule upande. Alafu upande huu wa kulia kuliko kuanza na Shadrack Kiboka ambaye muda mwingi sana end product yake inaonekana kuwa ya kawaida. Kwangu mimi end product ya Shadrack Kiboka ni ya kawaida. Ningeanza na Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Kwa sababu kumbukeni, hii ni mechi ambayo Young Africans alipaswa kufanya nini? Kushinda. Sasa hivi na wenyewe wamekaa wanaanza kuiombea mabaya Farabat ama JS Kabylie. Wakati kila kitu kiko kwenye mahakama yako, ulishindwa kuperform. Ila baada ya kupata sare, sasa hivi unaanza kuiombea Farabat na nani? Na JS Kabylie. Al Ahly anafungika. Ila unapaswa kujipanga. Unajipanga vipi? Yaani inabidi surprise. Umeona kama vile Young Africans waliwahi kupata goli mapema. Baada ya kupata goli, na maana kama Young Africans wangekuwa na hao watu wa kushambulia mara kwa mara, walikuwa na uwezo kuwafunga. Baada ya kupata goli, kuna eneo unaweza ukaweka break. Bora mtu uwe. Lakini pili, kwa nini mimi nilikuwa nataka aanze Frank Yansiki, Ibrahim Baka pamoja na Nandi na Bakari Nondo Mwamnyeto? Kwa sababu ya aerial balls. Salome, timu zetu zote kuanzia timu ya taifa, klabu, subira vizuri, zote hizo timu, zote hizo, trust me, mipira ya juu, aerial balls, mipira ya juu hawawezi kuicheza. Hata goli lilofungwa Young Africans leo hii limetokana na fouls, mpira wa juu umerudi second balls, wakatufunga goli. Subira vizuri. Kwa maana kwamba sisi wa Tanzania
kwenye eneo hilo, iwe Simba, iwe Yanga, timu ya taifa, fouls, crosses huwa ni ngumu sana kuzicheza. Kwa ukiwa na watu warefu wawili, commitment yao ni kubwa, watatu commitment yao ni kubwa, uwezo mkubwa sana wa kiufundi, wana uwezo wa kucheza vizuri sana. Sio kwamba leo hawajacheza vizuri, wakina Dickson Jobu, wakina Bakari Ndo Mwamnyeto, wakina Ibrahim, sio kwamba hawajacheza vizuri, wamecheza vizuri sana, sio vizuri. Lakini kwangu mimi naamini wangeanza hao pia wangetoa performance bora sana, ila mimi sikuamini kama Young Africans leo hii wanapaswa kucheza kwenye break kulingana na uhitaji wa matokeo. Walipaswa kucheza kwa sababu sasa hivi zitaanza hesabu za anado calculate sasa hivi. Sababu wakati walikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda kwenye hatua ya robo finali, kwa sababu ukiitoa Azam FC, timu nyingine ambayo ina nafasi nzuri ya kwenda kwenye hatua ya robo finali Young Africans. Kwa lazima sisi kama Watanzania tuiangalie kwa ukaribu Young Africans na kuiombea mema, kwa sababu tutakuwa hatuna timu zozote kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika endapo kama Simba na Yanga wakifanya nini, wakitoka. Mimi lazima niumie. Dakika 45 za kwanza Young Africans akiwa na uongozi, 45 za pili wanaruhusu goli. Lile goli kila mmoja anazungumza la kwake. Makosa yalikuwa ya aina gani? Nani alisababisha makosa hadi Young Africans kuruhusu lile goli? Yale makosa ni ya timu nzima. Second balls kila mtu anahusika. Ule mpira ulikuwa ni wa kona. Umedondoka mpira katikati ya watu. Ni kama vile walivyofungwa Al Ahly. Na wenyewe pia wataenda kujilaumu kwa makosa waliyofanya. Timu nzima ya Young Africans wanapaswa kuhukumiwa kwenye kosa ambalo Al Ahly walikuja ku-equalize lile goli, kwa sababu mpira ulidondoka kwenye box wakiwa watu wengi ambao walikuwa na uwezo wa kufanya nini, wa kuokoa, na wengine wakiwa wamekaa kwenye box, kwa sababu Alou Dieng ilibidi atafute yengo mpira kidogo utoke nje ulienda kugonga mwamba ukarudi. Ina maana walikuwa wengi pale, kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kufanya nini, wa kuokoa. Kwa hiyo timu nzima walishindwa kureact kwenye second ball baada ya kona ambayo kiuhalisia walicheza, walijaribu kucheza, na ndio mipira ambayo nimesema inakuwa inatuumiza sana wa Tanzania. Kona, fouls, crossi zinatuumiza sana. Second balls zile huwa tunashindwa sana kuziondoa, ama kucheza mpira ya vichwa inatusumbua mno. Kwa hiyo wote wale waliokuwa pale kwenye lile box walihusika, sio kumtupia lawama mchezaji mmoja mmoja. Hiyo kwangu mimi nakataa.